Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wenzangu wote mliokwisha tajwa, ili kuokoa muda niseme itifaki imezingatiwa. Kwanza namshukuru sana Mama Janet Magufuli ambaye katika mialiko mingi sana aliyofanya hakusahau kukiarika mwakilishi, mimi kuwa mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza tunamkumbuka Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli, lakini msisahau kwamba alikuwa mwenyekiti wa 5 wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunakumbuka rais na tunakumbuka mwenyekiti wa chama chetu. Mambo ambayo naweza kuyasema hapa ni mengi, lakini siwezi kuyasema kwa sababu yote mmeshasema. Nitasema yale ambayo hamkusema. Sifa nyingi sana mmesema, lakini moja ambayo hamkusema ni kwamba Dr. Magufuli alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuthubutu. Kuna mambo ambayo wengine labda wasingeyaweza. Yeye ndiye aliyetekeleza uamuzi wa 5 wa mwaka 54 wa kupeleka makao makuu yakakamilika kule Dodoma. Jambo gumu kweli, hata wewe ungepewa labda ungefariki kabla hujatekeleza hilo. Lakini Dr. Magufuli alitekeleza kwa thubutu tu. Kwa hiyo kwa kweli kila mtu ana karama ya kwake, ndio hiyo moja ya kuthubutu, na nyingine nyingi ambayo amesema. Wako waliosema alikuwa mzalendo, mimi nakubaliana nao, lakini nataka kutoa ushuhuda wa uzalendo wake. Madhumuni ya chama cha TANU na CCM yameandikwa, yanasema moja ni kutoa 3%. Hayati Magufuli alipambana nao, akahakikisha bila kutoa hasa senti, serikali inamiliki 16% ya migodi ile mikubwa inayotoa faida kubwa zaidi kutokana na madini. Hiyo ndio kielezo cha uzalendo. Wengine wakipewa wanaanza kula zile ule mrahaba. Yeye akahakikisha nchi inapata faida kutokana na madini ambayo ni rasilimali yetu. Hicho ni kielelezo kikubwa sana cha uzalendo. Mengine yote mmeshasema. Sisi CCM huwa tunaandika ilani na tunamkumbuka Mheshimiwa Magufuli kuwa mtekelezaji aliyefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza hizo ilani za chama chetu 2015 mpaka Mungu alipomwita mwaka 2021. Mengine yote yameshasemwa. Kuna reli, kuna bandari, kuna nini, kila kitu alifanya katika kukuza maendeleo ya taifa letu. Sasa kuishi, Mzee Mwinyi ametuachia msemo, anasema maisha ni hadithi. Anatuasa tujitahidi kutengeneza hadithi nzuri. Sasa mwenzetu marehemu ambaye tunamwenzi leo amefanya hadithi, ameacha hadithi nzuri sana sana. Maana kazi zake wala huna haja ya kukaa ukafikiri, zinaonekana. Hata ukitaka kuzihujumu zenyewe zitakubishia. Kuna reli, kuna madaraja yapo na yataendelea kuwepo. Kwa hiyo hadithi ya hayati Magufuli ni hadithi njema kwa maendeleo ya Tanzania, na CCM tunamwenzi sana kwa sababu hiyo.
na tunajifunza kutoka hapo na kuhakikisha kazi alizozianza zinaendelezwa kikamilifu. Baada ya maelezo hayo, nawashukuru sana Kanisa Katoliki kwa ibada. Nawashukuru viongozi wetu wa dini ambao nimewaona wamekuja, dini zote, ndio kielelezo cha umoja wa taifa letu. Vyama vyetu vinasimamia umoja na tunaamini kwa umoja amani itadumu. Baada ya maelezo hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza na tuendelee kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa 5 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa 5. Asanteni sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.